Bwana Yesu asifiwe sana. Ni heshima kubwa mbele za Mungu kupata nafasi tena siku ya leo. Tumekuwepo na kama ilivyompendeza Mungu kwa ajili ya kujifunza neno lake kwa ufupi katika siku yetu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaendelea, basi nimshukuru Mungu ili tuende moja kwa moja kwenye neno la Mungu. Tuombe. Bwana Yesu Mungu uliye mwaminifu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya kibali chako umetupa tena siku ya leo. Mungu mwenye nguvu, asante kwa sababu ya kila mmoja aliyeko mahali hapa. Roho yake Bwana ina utayari wa kusikia kutoka kwako. Ninaomba Bwana ukaseme naye. Sababu Bwana ninasema hapa mtumishi wako nikatumike kama chombo cha kusema na roho yake. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Bwana, wingu lako la utukufu likapate kutawala mahali hapa. Mungu wa miungu, ninakualika mahali hapa. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, utufundishe tukapate kusikia kutoka kwako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi siku ya leo tutakuwa tuna somo letu ambalo tuna kichwa sisi ni wageni duniani. Sisi ni wageni duniani. Huu utakuwa ni mwongozo wetu kwa ajili ya maombi. Tutajua sisi ni wageni kwa namna gani. Tutajua kwa nini kama tumekuwepo kama wageni, lakini vile vile tutajua kama wageni tufanye nini hapa duniani. Kwa sababu sisi ni wageni. Mgeni ina maana sisi sio wenyeji. Hapa sio kwetu. Hapa tunapita. Sasa kama sisi ni wapitaji, lazima tujue namna gani tunaenenda. Ndio maana unakuta watumishi wa Mungu wameshuhudia hapa, wamekuja hapa na mvua, wamekuja wameroana. Kwa sababu gani? Wamejua ya kwamba hapa duniani hatuna mji udumuo. Hapa duniani sisi tunapita. Kama tunapita, wenyeji wetu ni huko kwa Mungu. Wenyeji wetu ni huko mbinguni. Sasa hatuwezi tukazuiwa na vitu vya hapa duniani kwa sababu ni hali mbaya, ili tukakata tamaa ya kuweko mbele za Mungu. Na sisi ni wageni kwa sababu hapa duniani tumeaminiwa kuwepo kwa kitambo fulani. Ndio maana nasema mwanadamu ni kama jani, ni kama ua. Inaweza likang'aa vizuri, likafurahisha macho, lakini baadaye unakuta limenyauka. Mwanadamu alikuwa kwenye sifa njema, kuwepo kwenye hii dunia. Wengine majina yao mpaka leo tunayakumbuka, lakini leo hii wamenyauka, tena hawako. Kwa sababu gani? Duniani sisi ni wageni. Duniani mimi ni mgeni. Duniani wewe ni mgeni. Tulipo pakiswa hapa tukukenda, tulibakenda njira. Kwa lazima tujifunze ya kwamba sisi ni wageni. Na kila unapopita ningakuronda hizi ndumbula ya kote hapo fikire, lazima ujikumbushe ya kwamba mimi ni mgeni duniani. Mimi ni mgeni duniani. Ngoja tuone neno la Mungu linatuambia nini katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 na mstari wa 19. Zaburi ya 119 na mstari wa 19, neno la Mungu linasema hivi: mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche na maagizo yako. Mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche na maagizo yako. Mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche na maagizo yako. Nadhani wote tumewahi kuwaona watu wanaotoka nchi za mbali huko Ulaya wanakuja hapa kutalii. Wale watu wanapokuja kutalii Tanzania au sehemu zingine, wanapoelekea maeneo mbalimbali yenye vivutio vya utalii na kwenda kutazama vile vitu, hawaendi wakiwa peke yao, si ndio? Anakuwepo mwenyeji kuwaonyesha njia. Anakuwepo mwenyeji wa kwamba mpite hapa ndipo tutafika kwenye mlima Rungwe. Mpite hapa ndipo tutaenda kwenye daraja la Mungu. Mpite hapa. Kwa sababu gani? Yeye ni mwenyeji. Sasa duniani sisi ni wageni. Ndio maana mzaburi anamuomba Mungu, anasema mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche na maagizo yako. Mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche na maagizo yako. Hilo ni ombi moja kubwa la msingi. Kwa sababu mimi ni mgeni, yani mfano kama sasa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa 8. Mimi ni mgeni katika majira ya saa 8. Sijui kinachotokea. Sikujua hata kama ni mimi nitasimama kuongea. Sababu angeza kuinuka mtu mwingine. Kwa mimi ni mgeni katika majira yoyote. Kwa mimi ni mgeni katika majira ya saa 9. Sijui atakayotokea kwenye saa 9. Mimi ni mgeni saa 10, ni mgeni tarehe 3, ni mgeni tarehe 8, ni mgeni mwezi wa 3, ni mgeni mwezi wa 4, ni mgeni 2026. Sijui lolote litakalokuwepo kwenye mwaka huu. Kwa ninahitaji kumuomba Mungu asinifiche na maagizo yake. Asinifiche na uso wake. Ndio hilo jambo ambalo tunalifanya hapa kila siku. Mimi ni mgeni. Mimi ni mgeni katika nchi.
ninahitaji maagizo ya Bwana. Mimi ni mgeni katika nchi, nahitaji maagizo ya Bwana. Mtumishi wa Mungu amesafiri, ameenda msibani, yeye ni mgeni, hajui kitakachotokea. Panda pikipiki inaanguka, Mungu anawaokoa na ajali. Wakati wengine wanapanda wanaanguka, wanavunjika, yeye wanaanguka, wanakumuta vumbi, wanapanda tena. Unaona, sisi ni wageni katika nchi. Tunahitaji Bwana asitufiche na maagizo yake. Tuli bahesia. Mwenyeji wetu ni Mungu. Mwenyeji wetu ni Bwana. Kwa hili tukae vizuri katika nchi, lazima tutafute kuyajua maagizo yake. Kwa katika majira haya ya saa 8, katika majira haya ya saa 9, nini ni kusudi la Bwana? Mapenzi ya Bwana ni nini kwenye muda huu? Mapenzi ya Bwana anataka uwepo kwenye ibada. Kwa maana hujajali mvua, umeendelea kuwepo. Kwa mimi ni mgeni katika nchi. Bwana usinifiche na maagizo yako. Usinifiche na maagizo yako. Hii sio maombi ya mtu anacheka. Sio mambo anafurahi, ni mtu kama aliyepotea njia, amechanganyikiwa. Alikuwa anapita kwenye njia ambayo hajui, amekutana na njia panda ziko nyingi, hajui aende wapi, ipi njia sahihi itakayomfikisha. Anapiga magoti kwenye hiyo njia, amechanganyikiwa, anasema Bwana, mimi ni mgeni katika nchi. Usinifiche na maagizo yako. Nionyeshe njia ya kuiendea. Nionyeshe njia ipi nipite. Kwa sababu Biblia imetuambia wazi kwenye Mithali 16:25, anasema iko njia inayoonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Kwa kama mimi ni mgeni, nisipite njia ya mauti. Nisije nikapita kwenye njia ya mauti. Nini kitanisaidia nisipite kwenye njia ya mauti? Nani atakaye nionyesha kwa hii ndio ni njia ya mauti au hii njia sahihi? Ni mwenyeji wangu. Mwenyeji wangu ni nani? Ni Bwana. Ameacha neno lake lipo, ambalo mimi nitakiwa nilijifunze, nilifuate, nisikie. Nitakapolisikia neno lake ndio ninaponijua ya kwamba mimi ni mgeni katika nchi. Lakini usipojua kwa wewe ni mgeni, utaanza kupanga nyumba. Wengi nadhani tunajua maisha ya kupanga. Wengine ambao Mungu amewajalia kujenga ni sawa. Lakini wako ambao unapanga nyumba. Ukipanga nyumba ina maana umepewa dhamana ya kuwepo kwenye hiyo nyumba kwa muda fulani. Kama umepewa dhamana ya kuwepo kwenye muda fulani, huwezi ukaanza kuboresha ile nyumba pale kwa matakwa yako. Ukaanza kutaka kupanda na migomba, ukaanza kutengeneza na vitu vya kudumu pale ulikopanga nyumba yako. Inawezekana? Kama haiwezekani, ina maana unahitaji maongozi ya yule mwenye nyumba, ndio akuambie Bwana, hapa unaweza ukaongeza na mgomba kama unataka, utahitaji mgomba hapa. Yeye mwenye nyumba mwenyewe apende, lakini sio kwa maamuzi yako mwenyewe. Kwa na sisi duniani tumeaminiwa tuwepo kwa kitambo, ni wapangaji. Tutaona Biblia huko mbele inatuambia, anasema iweni kama wapitaji na wasafiri. Tunajua wapitaji na wasafiri wanakuwa kwa namna gani. Ukiwa msafiri na mpitaji unakuwa standby. Begi lako liko kando, kila kitu, tiketi yako unayo, unajua wakati wowote litakapotokea chochote niko tayari kuondoka. Lakini haiwezekani gari linatokea ambalo unatakiwa wewe upande, labda ni safari ya kwenda mkoa mwingine, lakini gari limefika, tiketi unayo, lakini wanakuuliza tuondoke sasa, panda. Unasema begi nimeliacha nyumbani, naomba mnisubiri kidogo nifuate. Inawezekana? Watakuacha. Ina maana pamoja na hayo yote utaachwa. Kwa kama wapitaji na wasafiri tunapaswa kuwa macho ya kwamba sisi ni wageni. Najua ukichajua kwa mimi ni mgeni, hakuna mgeni anayekuwa mjanja. Ndio maana nasema kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Kwa sababu kila anayekuona za huyu ni mgeni. Watu wa dunia wakikuona wanajua kweli huyu anavyoishi maisha yake ni mgeni, sio mwenyeji hapa. Taona wengine ni wenyeji, wanajua viwanja vya kuruka huko, wanajua sehemu za kwenda kula bata, lakini wanakuta wewe mtumishi wa Mungu unajua njia ya kwenda kanisani, unajua mambo tu ya kumsha Mungu, unajua mambo ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu mimi ni mgeni, sina mambo mengi. Akaja kungese hojo kwando kuja ni pilika nyingi ningafikie pami yako. Au afikito kote papa ngatere po okubuki to kiumba kiokosa ngorambalala ngingire kosofu ya mwenyeji. Ndoka jamu siku lazima mgeni yoyote awe mpole, asikilize maelekezo, kwa sababu hajui hata msalani ni wapi. Unaweza kadhani ni msalani kumbe ni jikoni. Naona? Kwa sisi ni wageni katika nchi. Hatujui tunachotakiwa kwenda, hatujui. Hata hatua moja hii sijui, itakachofuata nikichukua hatua nyingine hapa sijui. Mwingine anataka kuchukua hatua hii moja akaanguka akafa. Si ndio? Walikuwa kina Anania na Safira wamesema tu uongo ambao watu wengi wanasema. Wanafanya udanganyifu, wamefika madhabahuni, wametoa tofauti na walivyotakiwa kutoa. Wamwambia umemdanganya Roho Mtakatifu, mtu hapo akaanguka akafa. Mke wake naye anakuja anasema ni hivyo tulikuwa tumepata hicho naye akaanguka akafa. Unaona, kwa sababu
ni wageni, hautujui. Tunajivuna, tunajua vitu ni vya kwetu, tunajua watoto ni wa kwetu, tunajua mali ni za kwetu, kwa sababu sisi ni wageni. Labda nikwambie kitu kimoja ambacho kinaweza kukusaidia kama mtumishi wa Mungu katika kuiendea hii kazi nzima ya wokovu. Ni jambo moja ambalo tunasema ni uwakili. Uwakili. Yaani wewe au mimi hapa duniani similiki chochote. Na siku utakapoanza kumiliki chochote duniani hapa, ndivyo siku ambapo utaanza kuwa mchoyo na utaanza kujizika pole pole. Kwa sababu gani? Sisi tumeaminiwa kusimamia hela ulizonazo, mali ulizonazo, mashamba ulionayo, vitu vyote ulivyo navyo, Mungu amekuamini uvisimamie. Na ukijua ya kwamba mimi ninavisimamia kwa muda tu, utakuwa makini sana, kwa sababu utajua siku moja nitatoa hesabu. Lakini ukiwa na jeuri ukasema hivi vitu hivi vya kwangu, roho ya kiburi inainuka, kama yule tajiri mmoja aliwahi kuvuna. Biblia inatupa mfano wake, anasema alivuna mazao mengi. Akasema sasa nitavunja kara zangu zote ndogo ndogo, nitajenga kubwa. Alafu baada ya kujenga kubwa naiambia nafsi yangu pumzika. Kwa nini? Kwa sababu kumiliki kunaleta choyo. Na ni mtego ambao upo kwa watu wengi sana. Waamini wengi, Wakristo wengi, waliokoka wengi. Ni mtego kwa sababu kwenye miili yetu kwa asili wanadamu tuna roho ya kumiliki. Yaani ya ubinafsi. Kako kanunu kulonda kaje kako. Kako kanunu kulonda kaje kako. Roho kwa mundu anemienda kima tukufaramo na siku. Alinavyo kulonda akukwenda gunge hapa kwa mambango kura. Kwa nini? Kwa sababu anapenda kumiliki, anapenda kumiliki. Sasa unapomiliki moyo wako, vitu vile unavyomiliki vikiingia kwenye moyo wako, ndio kwa mundu kitu kidogo kimepata changamoto, kwa sababu yeye amejimilikisha kote yangu, anaumia. Ndio kama anapata na stroke, mwingine anapata na magonjwa. Kwa sababu gani? Alimiliki sana kile kitu akiweka moyoni. Lakini ukisema mimi ni mtumwa nisiye na faida, Mungu ameniamini nisimamie mali hizi, alafu katangazwa mchango kanisani, unatoa utoi. Lakini ukiwa mmiliki kote vikomareka, lakini ukisema mimi ni mtu msimamizi, ina maana Mungu anakupa vitu vingine, kwa sababu tayari una mtazamo wa kusimamia. Msimamizi anaongeza thamani. Yaani wewe ni manager. Manager alafu wanda umo kuja na manager. Manager ikiwanda kila kikaki yake bure. Umwene muimirisi kuhakikisha kila kitu kwenye kile kiwanda kinaenda vizuri. Wafanyakazi wanafika kwa wakati, fedha zinazopatikana zinafanya kazi sahihi. Yaani yeye akawira asoke panja tiro kiwanda kiangu hiki. Haiwezekani. Kwa sababu yeye ni nani? Msimamizi. Kwa na sisi kwenye dunia hii mambo yote tunayoyaona ni wasimamizi. Na nitoka mwanzo Mungu amesema ya kwamba amesema mbingu na nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Sasa ukifyako kufiagira po. Amesema kabisa katika Zaburi ya 24 mstari wa kwanza, amesema mbingu na nchi na wakao na vyote vilivyomo ni vya kwake yeye. Mungu yeye ndo anayemiliki kila kitu. Wewe na hela zako na nguo zako na sendozi zako, vyote Mungu anawamiliki vyake. Rodi yako pere ukategwe ngepo. Ninga kupele kuimirisi kwa ndio kupatira kote vyangu. Kwa kuja ngati bwa bana bala wanini mama wako kumpa amurire mukitumbura rumwindazi ampere kuti hapo mwanangu. Ukuri mama ukuti ngusoma tata kane baba ngusoma. Ukuti mama uri mwimi yako. Akamama kuti nalira lindazi lyope lyajura mama wake najo mwana jope na jugwe gwe mwana uri gwangu lindazi lyope lyangu na vyote vyangu. Vingo pega angi wando kuti onemma ubopatisi endumbura ja kuti vyangu na miliki. Sisi wageni tunapunguza mizigo wapendwa, tusimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usitake kumiliki. Kimiliki kile kupele kieo. Mungu ameniamini kwenye cheo hiki. Hata bwana kutamia siku nanga kama leo kusoka kafikie. Kusoka itobwerere kwa hapo gani kikali kiango. Mungu aliniamini, nimesimama, nimefanya wajibu wangu. Naondoka napisha wakati wengine. Lakini ningawatie kwa andiko unajone kiango. Barika abaraisi bamo tubabende visu vimo vya paramani wetu. Bakaangare kabisa. Bakaangare bamo uongozi vinja 40 na. Bakaangere bikutolika no nani bekubakola no kwema wao bekufuga. Bekuronda endelee to kuja pili bapatire vyao vile watie vyetu. Bikuti situbagira jijuswe.
Hapo ndumbura ya upatisi hiyo. Mwanadamu anapenda mamlaka, apatile. Ukishindwa kujitofautisha na mamlaka kikuogoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani mamlaka yoyote nenga bakopele walimu wa kwaya nenga kwa dikodi kale mputi wandi kupatile vyo vile kote bali one jone. Kwa ngote akajako jungu ya kuja hapa. Kufa. Lakini kupunguza mzigo. Ote kiara anyamini kukabadiro haka. Pakuti one jone nemenga tende mputi. One jone nemenga tende kiongozi fulani. One nemenga koja mpepe. Unapunguza mizigo. Na inakukumbusha kwamba mimi ni mgeni, mimi ni mwanadamu. Ukienda mbele za Mungu unashuka. Lakini linga huna huo moyo, huna huo ufahamu. Kwanda kuja nenga bandu bikumonga mkieni mwa kiara ukakuti tuba rongozi tumokee kule kule. Kuja kwa piketa. Wewe ni mkieni mwa kiara. Koje kuketa na munda mmandu. Uko pakuti ne kiongozi kalineani ne mputi ndegwa komoka. Daudi amoka ngeni mwa kiara mpaka nemienda kikusatoka. Papo gani? Amenye pakuti one ndengesia. One ndipo Jojo andiki Zaburi hija hapo kote. Mimi ni mgeni katika nchi. Usinifiche na maagizo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Bwana asitufiche na maagizo yake. Hizi tunazosema hapa niwaambia toka Jumatano kwa tunazoambiana hapa sisi ni siri za ufalme wa Mungu. Wasiojua waache, wajichoshe. Ugo ando kupatira bantu te bangu abana ngote kufwa ne nyinogono rururu ninga bantu kutabana aba bakiara rori alembere one bendire myango sikoja ndofu na ninga bavuire kuti bavuire gio mwene nabo lakini ninga patira kuti one ukamanya miezi 9 mwana hangajike kale ndia ule na ule kufwa tukoketa huko kwa tu mwepesi achilia hakuna kinachopotea lakini unajipunguzia mzigo. Kwa sababu maana ni ile. Utakapokaa unasimamia vizuri. Yani maana haiondoki ya kuwa wewe ni msimamizi hapo, lakini itaondoa kiburi ndani yako na kuti une vyangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hela hizo ulizo nazo Mungu akiamua hagiro kumpa mpushwa. Sisi yani ameniamini tu sije myangu. Hagiro kuweka mwaleti muno zikasamile kwa mama Asha. Najua kusatoka konjira huko kwa watolio muundo ajie mie. Wakati Bwana kwa sababu nimeaminiwa kwa wakati huu kwa tukiwa na moyo wa namna hiyo tutakuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. Hakote kiara bungetie na nini? Kumbwane nini kati ya watu wengi umeniona na mimi kwa nastahili kumiliki kitu hiki. Umeniona na mimi ya kwamba nastahili familia nzuri. Umeniona na mimi ya kwamba nastahili mke, nastahili mume huyu. Yaani hivyo. Lakini ngakote sembagire kiburi kinainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sisi ni wageni katika nchi. Tule bahesia. Miaka yetu sio mingi ya kuwepo duniani. Kama miaka yetu sio mingi, lazima tuishi kama wageni na wapitaji na wasafiri. Ngoja tuongeze mstari mwingine kwa sababu yako mambo mengi ambayo tungeweza kuyaona, lakini tuongeze Petro wa kwanza. Kitabu cha Petro wa kwanza. Sijui sasa tunamaliza saa ngapi? Sisi nikaenda sana. Tukakosa muda wa kuomba. Ndio. Sawa. Basi tuongezee kama vifungu kidogo hapa kwa ajili ya kuona, kwa sababu tukisoma sehemu moja Biblia inataka uthibitisho. Kwa chomoki na kitu kimoja ukisoma moja tu ukatoka hapo. Ukisoma kuketa na pabungi pope sisimbigwepo bosi sisi unahusianisha. Ukihusianisha unaiona Biblia katika upana. Hauwi na mstari mmoja. Ukibeba mstari mmoja wao bangi bikwando kupotosha bandu. Wakitoka huko anasoma mstari mmoja, haoni na sehemu nyingine inasema nini? Kwani kuti walikula nyasi. Kirabo panja, tule nyasi. Neno la Mungu limesema Lakini neno la Mungu linahitaji ulinganifu. Mwanzo, Ufunuo, unaangalia katikati. Hizi ngosoma hapa zionikepo na poki. Au hizi siajabigwa hapa sifumie poki kabla hujasoma mstari mmoja unaenda sura nzima unatafakari. Inamaanisha nini? Hapo unapata wepesi. Ndio maana muamini hauna pa kukwepa, unatakiwa usome Biblia nzima. Yaani warudi kusoma. Mimi nimesoma mara 4. Sasa hizi naandika kusoma ya Kiingereza kabuhana. Yaani kusoma kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Neno kwa neno. Ukwe kufika pa majina majina hapa bwana.
mingi vio ngikotwalo boro kwanda kusoka kunyera majina kila kitu nasoma kwa sababu baadaye hapo kwa ginongo ziandiko kwanda kusihusianisha isi nsomia hapa nese likono bure akaja kama wanafunzi tukubuka kushukuru biko nsimbe ya kwanda kwanda kwanza kuti hiyo kirawe kwanda kunsomesha kuti ulikuwa funuo yoma akaanaba na utaratibu wa kusoma Biblia nikafikie kuti lino mmansome pa mwanzo pia hapa kusoma mwanzo Mungu aliumba kirabo alembuika kuti mma kwa ufunuo pia alikuwa ufunuo akuti njoka mwenye vichwa 7 kuzuri kono kwa kafu kuti mbuji topa kati bure kwele wazimo papa lakini ukianza mwanzo huku neno kwa neno sura kwa sura unafunua kurasa kusoma kila siku kuti utakuwa nasoma sura 3 kila siku ukisoma hivyo mwaka mzima kuja umalie Biblia ukianza hivyo tu kila siku kutelinga ngole mbuka nasoma sura moja mchana wangale ngalia nasoma sura nyingine pakira wangale ngalambalala nasoma sura nyingine unakuta kwa namna hiyo unakula neno la Mungu na hiyo sasa ndio inakuonyesha wewe ni mgeni katika nchi kusubiri maagizo ya Mungu lakini kama hutaki maagizo ya Mungu kuitongele si yako kwani kujua si yako kwa sababu hujui maagizo ya mwenyeji wako ni yapi lakini ukijua neno la Mungu unakuwa na maagizo unayajua ya mwenyeji wako ukatengemba uju mpikirepo ukuti isi sitakurondigwa usibone kugu mshori yake lakini kama sio mwepesi kusoma neno la Mungu kange agizo kubasioba fi kuna tuliko neno wa mitandao beobe kama kusioba kujoba simu si nyingi paka ninga bajobio we huna msingi wa neno la Mungu kuja kwa kukula ni mbepo lilino kwa kuja kwa kusama kuno kirabo kuja kwa kusama kuno ukija kwa unachukuliwa huku na huku kwa sababu huna msingi ulio imara wa neno lakini mwenye msingi anasema amekuwa kama amejengwa kwenye mwamba hata mafuriko yaje upepo utikise ningabisia watu kutokarokoka kwanda ukiwagia kwanda mama na lakini ukilijua neno la Mungu kutengarokoka pafiki bura Biblia inasema anayemwamini Kristo nimemwamini nimeokolewa nimebatizwa poki hapa ngani Mungu kita makanisa ngine kama mkarokoka kama mtie bure hayo mama utakutana na watu wa namna nyingi kwa ukisoma Biblia kwa msimu kwa mfumo nao kuambia utakuwa na uwezo hata wa kuwashuhudia wengine utakuwa na uwezo hata wa kujibu maswali yao lengo kasoma kuja nkali ningamwambia kula harusi akakuambia si adini hizo tungaje wa bwana kumbe ni wito wetu kama watumishi wa Mungu kuwahubiria watu anasema tuwe na maneno mazuri ya kore munyu ambao sisi wenyewe ndio kazi yetu ya kuwafanya wengine wasioamini muamini Yesu Kristo waamini injili sasa utamwaminishaje mtu aamini injili ambaye wewe hujui maandiko hujui faida za kumcha Mungu hujui huyo Yesu ni nani ningaba kukomita maswali mawili ati Yesu zokiala ule wali mundu kumwanya asieleko jwani wa isi hapo kwa galo ndilo kukukoma ona maswali yako ni kuronda ba kuja mkali lakini ukijua maandiko neno kwa neno ukajua msingi unakuwa unaweza kuitetea imani anasema ukitetea imani waliopewa watakatifu mara moja tu tumekabidhiwa imani sasa imani tumekabidhiwa Chilimoki sasa kama tumepewa imani uisomi alafu ni mtumishi wa Mungu utakosa nguvu ya kuwashuhudia wengine kwa bwila tukuketa na tulijijuze mpaka tokeo Mungu kwa kujenga karibu na nusu yote tulipo karibu kwa kanisa lakini watu bangi bako wanatona monjera ogwe fiko tukumwamini Yesu unaweza ngasemanya kale viki na kwa sababu ndo alichokuwa anafanya mitume huko wanakuta wengine mtu anasafiri tu kwenda nani yangu kusoma alisurubiwa anatembea na punda mundu kupanda hizo kusoma kuelewa unajua ni kuelewa ule wakati hapo ni kwa kumbura anapanda anaanza kumuelekeza sikumkola ukitina mimi sikala nani ananizuia nisibatizwe ukiti hamna twende ammosisi kwa hiyo nimemshuhudia mtu huko ameamini unamleta kanisani wachungaji wapo kazi yao wanambatiza anaendelea kuwa muamini si unajua ni kazi ya kondoo kuzaa kondoo wengine kama unaenda kutime ng'ombe kukaja au kupape ng'ombe si ng'ombe sikutwalana sisi sikupapana sisi sikuendelea kwa ndo hivyo hata kanisani kama wewe ni kondoo wa Mungu na tukiwa ulete kondoo wengine kwa Mungu
Hiyo ndio tunaona uhai wako kama kondoo ambao utawahubiria injili wataamini. Baje ngeko na banga wote uju isie pa kanisa hapa sababu Jojwani chogwe. Wali ntwereko ameijua kweli kupitia wewe. Si tu hapa kata manyani kwako ila ameijua kweli kupitia wewe. Kangi hao hapa nunu fijo linga balipo wingi kwa nyuma yako. Sikwanda nunga nokokole soni kuti mvombe bwezi woza bana barumbirira kono. Buri. Lakini ningo tukuhubiri kuti mimi mweni tonu. Kuti nenga mbombie hizi Jwani kuja pakoko nani? Ukoja pako swi. Lero ngabariko aba kwa barumbirira jugwe. Wanunga kirabo kuti kangi juda jura abarumbirire. Jojura. Ku Kenya simo kwanda kuna kukaniza mbuke. Sabi kwako jako nene na aliko ngabuka. Buri. Sisi ni wageni katika nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tusipotee sana kwenye somo letu. Mambo yako mengi mazuri ambayo tungeweza kuyaona. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 na 12 anasema hivi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 11 anasema, wapenzi na wasi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Mwe na mwenendo mzuri katika mataifa, ili iwapo huwasingizia kwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiriwa. Wapenzi na wasi kama wapitaji na wasafiri. Msingi wetu tumejifunza kutoka mwanzo, sisi ni wageni duniani. Bwana asitufiche na maagizo yake. Anakuja mtume Petro anasisitiza wapenzi kama wapitaji na wasafiri. Ziepukeni tamaa za mwili zinazopingana na nani? Na roho. Ziko kwenye Wagalatia kule sasa. Unaona sasa faida ya kusoma neno la Mungu. Iko kwenye Wagalatia 6 kuanzia 19 inataja pale matendo ya mwili, inataja pale mwili unapingana na roho. Ameyataja matendo ya mwili ni zaidi. Ameyataja pale, ameyaelezea vizuri, sijui ulevi, uchafu, visadi, urafi, ameyataja yako mengi pale. Anasema ziepukeni sasa tamaa za mwili zinazopingana na roho. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni wapitaji na wasafiri. Ndio maana nimesema kama sisi ni wasafiri tunapaswa kukaa standby. Muda wowote gari letu linakuja. Yesu amesema anarudi, hatujui siku wala saa. Hata kutukomela simba kote atembage mkiariki mma. Anakuja abagira kukwako ni kiaro. Anakuja abagira kukwako ni kwa ofisi yako. Anakuja ulikuomba kazi ya viki. Ulikuwa uko tayari? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sisi ni wageni katika nchi. Tunapaswa kila siku tumuombe Bwana asitufiche na maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wetu unakimbia kwa sababu najua neno la Mungu ni zuri sana. Kujifunza neno la Mungu ni kuzuri. Yesu aliwahi kuwafundisha watu siku 3 neno. Alipowafundisha wale watu walisahau hata kula chakula. Walikuwa porini sababu neno ni tamu. Yaani hizo kojoa basi kwa bakora. Bali viwe na ukuria mpaka wanafunzi wake wanaanza kumkumbusha. Mwalimu, ni siku ya 3 sasa. Watu hawa wataanguka, watazimia. Kwanza ndio muujiza wa mikate 5 ile na samaki 2, watu wanakula watu 5000. Kwa sababu gani? Neno la Mungu ni tamu. Watu walikuwa wanajifunza kwa uzuri. Kwa hiyo tunaweza tukaenda hapa, wage sikwenda sasa. Kama like ruru. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni tamu kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunatakiwa tuweke msingi wa kujifunza. Tumesema sisi ni wageni katika nchi. Muombe Bwana asitufiche na maagizo yake. Kama tulivyoona Zaburi ya 119:19. Yaani hicho kange rahisi vision na kukumbuka. Zaburi ya 119:19. Sisi au mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche na maagizo yako. Tumeona na Petro hapa, lakini mwisho kabisa ambao tutazame leo, tutazame katika Zaburi ya 90:12. Sasa baada ya kujua sisi ni wageni, tutaishije? Tuishije katika hii nchi? Anatuambia jambo moja zuri sana katika Zaburi ya 90 na mstari wa 12. Na hapo ndipo tutakuwa tunaishia siku ya leo. Zaburi ya 90:12, neno la Mungu linasema hivi: basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu. Sisi tulio wageni katika nchi tunahitaji tena Bwana atujulishe kuzihesabu siku zetu ili tujipatie moyo wa hekima. Tuliona Jumatano ya kwamba hekima ni uwezo wa kufanya mambo
yani ni kutatua matatizo, lakini hii hekima ya hapa tunayoiomba ni ya kwamba unakuwa unaweza kufanya mambo sahihi kwa wakati sahihi. Ndio maana nasema basi utujulishe kuzihesabu siku zetu ili tujipatie moyo wa hekima. Kumbe utajua siku zako, kwa sababu sisi wenyewe kuna mambo Mungu alikusudia uyafanye ukiwa na miaka 30. Kuna mambo Mungu amekusudia uyafanye ukiwa na miaka 50. Kuna mambo Mungu amekusudia uyafanye ukiwa na miaka 70. Sasa nani atakusaidia kuyajua? Neno la Mungu linasema utufundishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Kwa sababu anasema katika kila jambo, ukisoma Mhubiri 3, kuna kusudi na kuna majira. Sasa kama kuna majira yake, unajuaje majira? Kwa sababu hata Yesu mwenyewe hakuzaliwa tu muda wowote, yani hakuzaliwa tu popote. Muda, anasema katika muda ulipokuwa kamili ndipo Yesu akazaliwa. Kwa kumbe na sisi Mungu akitufundisha kuzihesabu siku, kwa sababu unaweza kadhani unajua kuzihesabu siku zako. Anasema hivi Petro, kwa Mungu siku moja inaweza kuwa sawa na miaka 1000. Lakini miaka 1000 vile vile inaweza kuwa sawa na siku moja. Sasa miaka yako 70, miaka yako 20, miaka yako mingapi? Unaweza ukaiweka kwenye namba ngapi hapo? Unaona, kwa sisi siku zetu kuzihesabu tunakuwa hatujui. Tunamhitaji Mungu atusaidie ili tujipatie moyo wa hekima. Na tunaona hii kwa nini tunaomba hiyo hekima ya kuzihesabu siku zetu. Kuna watu walikuwa wanaitwa wana wa Isakari. Hili lilikuwa ni kabila kati ya wana wa Israeli. Hawa watu walikuwa wanajua majira na nyakati na kitu kinachotakiwa kufanyika katika wakati huo. Kwa kujua hivyo tu, wale watu wakawa ni viongozi wa makabila wengine yote. Kwa sababu gani? Wao basemenyi imbariro bamenyi nyakati, wanajua majira, kuwa huyu anatakiwa mwezi wa 3 tulime, tupande mahindi. Sasa wewe usipolima ukapanda mahindi akufu njaa. Kwa sababu gani? Hawa watu walikuwa wanajua majira na nyakati. Kwa sasa unaweza kukuta na wewe una miaka mingapi, miaka ulionayo kumbe imebaki michache au imebaki mingi. Mungu anataka uongeze kazi ya kutumika, lakini nani atakwambia mimi ni mgeni katika nchi? Tunarudi pale, nifundishe kuzihesabu siku, nijipatie moyo wa hekima, nijue nini cha kufanya ili katika fumbo lililo mbele la maisha ambalo mimi silijui nitende sawa sawa. Hiyo ndio hekima ambayo tunaitaka kama waamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila moyo wa hekima utajikuta umepishana na mambo ya msingi ambayo tunatakiwa ufanye katika umri ambao Mungu amekupa. Kwa lazima uwe unamtafuta Mungu kwa sura hii. Tafute Mungu akujalie. Kwa nini? Mimi ni mgeni katika nchi. Sijui maagizo yako. Sijui yanayokuja baada ya dakika moja. Sijui yanayokuja baada ya risali moja. Lakini nimekuja kwako Mungu, nifundishe kuzihesabu siku zangu. Usiwe tu unafurahia, birthday yangu, birthday, nimeongeza miaka birthday. Sawa, birthday, lakini angalia, omba moyo wa hekima katika miaka uliyoongeza. Mungu anataka ufanye nini? Kwa sababu katika kila majira kuna kusudi na kuna muda wake wa kufanya. Kwa hakikisha unakuwa na utaratibu wa namna hii. Katika maombi yako tena nimekuongezea kitu kingine. Anza kumtambua Mungu kwa mimi ni mgeni. Hapa umeniamini tu nimekuepo, lakini ninaomba unipatie moyo wa hekima. Ninaomba nijulishe kuzihesabu siku zangu. Ndio maana unakuta kuna watu wamekufa na miaka michache sana, mpaka leo wamefanya mambo makubwa, dunia haiwezi kawasahau. Lakini kuna watu kwenye Biblia humu tunawasoma wanasema waliishi miaka 900. Lakini ukisoma walichokifanya wanasema alioa akazaa na watoto, na watoto wake hatuwajui. Kuna yeye mwenyewe alipotea. Lakini kuna watu ambao waliishi miaka michache kwenye hii dunia yetu mpaka kesho wamegoma kufa, wanakumbukwa kwa sababu walifanya mambo sahihi kwa majira sahihi. Mungu aliwapa hekima ya kutimiza kwenye yale majira yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia neno hili na maana hujachelewa. Unaweza ukaendelea kumtafuta Bwana katika majira ulionayo, Bwana akakupa kasi ya kufanya mambo mazuri katika muda huu ambao Bwana amekuamini nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wetu umeendelea sana na tumshukuru Mungu kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza. Tuombe. Bwana Yesu Mungu mwaminifu, ninakushukuru. Asante kwa sababu umetufundisha Bwana. Asante kwa sababu umesema wazi katika Zaburi ya 119:19 ya kwamba mimi ni mgeni katika nchi, usinifiche na maagizo yako. Bwana, ninaomba usitufiche na maagizo yako kama kanisa, usitufiche na maagizo yako kama mtu binafsi, usitufiche na maagizo yako Bwana kama jamii nzima. Bwana, ninaomba neema yako ikapate kutusaidia. Ninaomba mkono wako ukapate kutusaidia. Zaidi sana Bwana, utufundishe kuzihesabu siku zetu ili tujipatie moyo wa hekima.
tujue yanayotupaswa kufanya katika hizi siku tulizo nazo, kwa sababu umesema siku za mtu aliyezaliwa na mwanamke ni chache na zimejaa taabu. Bwana, tusaidie katika hizo siku zetu chache tufanye yaliyo mapenzi yako. Tunaomba hiyo neema Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, neno hili ninalitia muhuri katika mioyo ya watumishi wako wote waliolisikia kwa damu ya Yesu, lisitanguke hata moja, bali likazae matunda kama ulivyolikusudia, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Mungu abariki sana. Amen.